Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dhati kabisa na kushukuru kwa kuniruhusu kuchangia katika hotuba hii ya bajeti ya wizara yetu ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa hotuba na muda aliochukua, lakini pia wachangiaji wenzangu waliotangulia ikiwemo ripoti ya kamati ambayo kwa kiasi kikubwa imesisitiza umuhimu wa nchi yetu kujikita katika kilimo chenye tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekusudia kwa siku ya leo nichangie kwenye jambo moja tu, na hili lina uhusiano na programu yetu P02 maendeleo ya kilimo, ambalo nimekusudia kutiania na natiania hapa kulizuia fungu hili P02 ambalo linahusiana na maendeleo ya kilimo, na mchango wangu wote utaelekea katika jambo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza wizara ya kilimo, si leo tu, lakini miaka mingi, bajeti zote zinazokuja hapa tunaidhinisha mapesa mengi, kama vile kwamba hii wizara inafunguliwa leo, inazinduliwa leo. Wizara hii inatumia fedha nyingi sana za serikali, lakini matokeo kwa wananchi wa kawaida ni madogo sana. Na katika wizara zenye wasomi wengi ni wizara hii ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa kwa mfano mara hii tunaenda kuidhinisha bilioni 102 kuhakikisha kwamba kaya 50% za Zanzibar hazina uhakika wa chakula, na hiyo imo katika fungu hili. Tunaenda kuidhinisha bilioni 102 kusema kwamba tuko tayari kwa mwaka huu 50% ya kaya za Zanzibar ziwe na uhaba wa chakula. Lakini tunaenda kuidhinisha bilioni 75 kufanya ukarabati wa maghala. Chakula wenyewe hakina uhakika wa kupatikana. Tunaenda kuuza kisu, tununue ala ya kisu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Zanzibar imekuwa na mahusiano makubwa sana na nchi kama Thailand, India na Vietnam. Hizi nchi tatu duniani ndio vinara vya kilimo, na sisi tumarafiki sana wa nchi hizi tatu. Ukienda nchi kama Vietnam, ambao nadhani wanaongoza duniani kwa kilimo, mpunga, pilipili manga na mazao mengine, nimechukua ya mawili yenye uhusiano na sisi. Ukienda India, takriban 42% ya wananchi au za ajira inatoka kwenye kilimo. Ukienda Thailand, 60% ya wakulima milioni 13 wa Thailand wanalima mpunga. Sisi Zanzibar tuna mahusiano mazuri na nchi hizi tatu. Hatuna mpango wa kutumia teknolojia ambazo ziko tayari kwao kuhakikisha kwamba huu uhakika wa chakula ambao fungu hili au programu hii imeutaja tunaenda kufikia. Hatuna mpango wa uhakika mpaka leo. Mipango yetu yote ni ya kubahatisha, na viashiria vyetu havina maslahi moja kwa moja na mwananchi wa kawaida. Kiashiria kwamba unaenda kuangalia maeneo yatakayokuwa na miundombinu ya umwagiliaji, sisi wananchi wa kawaida hakitusaidii sana. Kusema kwamba tutakupa bilioni 102 uende ukahakikishe kwamba 50% ya kaya ndio zinakuwa na uhakika wa chakula mpaka kufikia mwaka 2027, sisi hatudhani kwamba baraza hili tunastahili kuidhinisha bajeti hii hasa ya programu hii P02 kwenda kuhakikisha kwamba wananchi wetu 50% wana uhaba wa chakula. Hii imejieleza yenyewe kwenye randama ya wizara hii, na mimi na wanasihi wenzangu humu barazani kuzuia programu hii, kwa sababu inaenda kuhakikisha kwamba wananchi wetu 50%
watakosa chakula, ndiyo ilivyosema humu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia pia imesema hadi 27-28 asilimia 45 ya kaya za Zanzibar zitakuwa hazina uhakika wa chakula. Sidhani kwamba ndio madhumuni ya baraza hili kupitisha bajeti na kuiahirisha njaa kwa miaka inayokuja hadi 2030, ambao ndio mpango mkakati wa programu hii, kwamba 2030 labda ndio tuwe na asilimia 45 ya wananchi ambao hawana uhakika wa chakula. 55 tu ndio wawe na uhakika wa chakula. Si jambo jema, na nawashauri na wanasihi wenzangu hapa tusipitishe bajeti hii kupitia fungu hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania bara kule kuna wakala wa uhifadhi wa chakula, wakala wa taifa NFRA. Yeye anaangalia zaidi wajibu wake na jukumu lake kwa wakulima. Sisi hapa kwetu wizara yetu iko zaidi katika kumbana mkulima na anayesafirisha mazao ya ukulima. Naomba tuchukue ule mfano wa NFRA katika kuendeleza kilimo, kuhakikisha kwamba huu uhakika wa chakula unakuwepo. Mipango yetu tulionayo katika wizara yetu ya kilimo sasa, iliyopita na iliyokuja katika bajeti ya mwaka huu, haituhakikishii chakula hata hiyo 2030. Na kwa maana hiyo mimi nadhani hatustahili kuipitisha. Chombo chenye kuangalia jukumu la wakulima, chombo kinachoangalia pia soko la uhakika la wale wakulima, chombo kinachoangalia pia viwango vya ubora, inachoangalia pia misingi ile ya kilimo bora, ikiwemo matumizi ya pembejeo bora, ikiwemo usimamizi wa mazao baada ya mavuno, pamoja pia na kuangalia miongozo mizuri ya wizara. Hatuna chombo kama hicho, na kwa hiyo kwa mtindo tunaoendelea nao wa wizara hii ya kilimo, mimi nadhani hatustahili kutoa bilioni 102 kuzipeleka kule ambako hakuja kuwa na uhakika. Tumekuwa tukitoa fedha nyingi sana katika wizara hii na katika fungu hili, lakini matokeo yake yamekuwa si mazuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, urafiki wetu na Vietnam, Thailand na India tuutumie vizuri Zanzibar. Tunaweza angalau kupeleka labda vijana 220 katika nchi hizi, wastani wa vijana 20 kila wilaya, kupata haya mafunzo ya teknolojia mpya ambayo wao ndio wanaohakikishia uhakika wa chakula katika nchi zao. Kwa mtindo tunaoendelea nao sasa hivi, kupeleka fedha katika ofisi, maofisa na miradi ambayo haina tija kwa wananchi wa kawaida, sidhani kwamba tunafanya vizuri. Na hata hiyo 2030 iliyotajwa katika bajeti hii, hatutokuwa na uhakika wa chakula, kwa sababu wao wamesema mwaka huo tutakuwa tuna kaya 45 hazina uhakika, asilimia 45 hazina uhakika wa chakula. Sidhani kwamba ndiyo nia yetu wajumbe wa Baraza la Wawakilishi humu, kwamba ifikapo 2030 kaya 45 asilimia ya Zanzibar ziwe hazina uhakika wa chakula kama ilivyoelezwa katika bajeti ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, shabaha zetu hazistahili kupitishwa kwa sababu hazimlengi hasa mwananchi wa kawaida ambaye ana tatizo la hilo chakula. Uhaba wa chakula maana yake ni njaa. Asilimia 50 mwaka huu tukipitisha bajeti hii tunaenda kuihakikishia kuwa na njaa, na sio lengo la serikali kwamba tupitishe bajeti ya bilioni 102 kwenye programu moja hii, halafu asilimia 50 ya wananchi wawe hawana uhakika wa chakula, kama ambavyo bajeti hii kwenye fungu hili P02 imeelekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiangalia miundombinu ya umwagiliaji maji, Mheshimiwa Mwenyekiti, kumeonekana kwamba uhakika wa chakula wenyewe kwenye zile viashiria vyenyewe tumetenga bilioni 45 kwenye miundombinu hii ya umwagiliaji mwaka huu. Mwaka jana tulitenga bilioni 22 na mwaka unaofuata bilioni 35, lakini kiashiria wenyewe hakimnufaishi mwananchi. Kimezungumzia zaidi yale maeneo yatakayopelekwa ile miundombinu. Miundombinu ya umwagiliaji imepelekwa sehemu mbalimbali ya nchi hii, lakini hakuna tija, hakuna mpunga unaozalishwa kupitia miundombinu ile
kulingana na fedha ambayo tumeiwekeza. Mabilioni ya fedha yameenda katika mradi huu na nyingine ni fedha za kukopa. Kwa mimi na washauri wenzangu, bajeti hii tusiipitishe, kwa sababu kifungu hiki, programu hii P02 ambao ndio msingi wa wizara hii ya kilimo kwenye sekta ya kilimo haijatutendea haki kama wananchi. Fedha inayotumika hailingani na matokeo yanayopatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wastani wa bilioni 102 ni kila wilaya bilioni 9.3. Unaenda kuzichukua bilioni 75 kuzijengea maghala ambayo hicho chakula wenyewe wala mpango wa wakulima kuzalisha chakula bora haupo. Maghala bilioni 75 zinaenda kutengwa, tunaenda kuweka kitu gani kwenye maghala hayo? Mimi nashauri serikali kuu iwe wakati sasa wa kukaa na serikali za wilaya kuangalia njia bora za kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhakika wa chakula katika ngazi ya wilaya. Kuitumia serikali kuu peke yake kuipa fedha zote hizi katika wilaya haitusaidii sana, kwa sababu tumeshatoa fedha za kutosha kila mwaka, hatujaonekana kwamba kuna mafanikio. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia ni kusema kwamba serikali au wizara hii haijafanya vizuri katika fedha nyingi ambayo tumekuwa tukiitenga katika maendeleo ya kilimo. Ni kwa sababu hatujashirikisha wale wadau muhimu wa nchi rafiki kutumia teknolojia zao, na zaidi hatujapeleka vijana wetu nguvu kazi kupata zile teknolojia za kisasa kuja kuendeleza kilimo, hasa kinachoendelea sasa hivi. Naweza nikasema ni wachache kufanya biashara kupitia wizara hii ya kilimo, na kwa mantiki hiyo nia yangu ya kuzuia program P02 maendeleo ya kilimo ipo pale pale, na kushukuru sana. Asante. Asante Mheshimiwa Profesa kwa kutumia muda vizuri. Sasa naomba nimwite Mheshimiwa Manga Mohamed Hemed, atafuatana Mheshimiwa Aza January Joseph na Mheshimiwa Machano Osman Said ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nami nimshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kiongozi wetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatu ni kushukuru na wewe kunipa hii nafasi ya kuzungumza. Na narudia vile vile hii nafasi ilikuwa yangu mie, lakini kapewa Profesa Omar. Lakini hakuna tatizo. Hii ndio riziki yangu. Lakini nne, nimshukuru sana waziri kwa maelezo yake aliyoyatoa. Na hii kushukuru ni mtu baina kushakufanyizia lile neno ambalo kashakufanyia. Mimi waziri nitamshukuru kwa sababu tayari kashatembelea katika jimbo langu na tushaikana sawa katika jimbo langu, na waziri wa maji kashakuja, waziri wa uchumi buluu kashakuja. Kwa vile lazima haya masuala ni yazungumze ile hali halisi ilivyo. Sasa kinachobakia ni changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuru wananchi wa jimbo la Tumbe kwa kunichagua, na niwashukuru chama changu kwa kunichagua. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakuja kwenye mada sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninakuja kwenye kilimo cha mikarafuu. Mikarafuu sasa hivi Pemba na Unguja itapotea na halafu yake itakuja bakia story tu, kwa sababu mbegu unayoipanda ndio utakayoivuna. Mbegu inayoletwa sasa hivi ni mbegu ambayo ni ile ya kisakai ile, zile fupi zile. Mbegu ile itazaa karafuu, utachuma labda pishi 4-5, tofauti na mikarafuu ya asili ambayo wachuma mkarafuu mmoja pishi 70-80 mpaka nyingine 100 mkarafuu mmoja. Leo mikarafuu inapotea kwa nguvu sana kwa sababu hatukuilinda wala hatukuihifadhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikarafuu inakatwa, mikarafuu haina thamani, na kupotelea kwamba kile ikikaa
yamalizika kupotea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikarafuu hiyo hiyo ambapo wizara hupitisha kwamba kila mkulima apewe mikarafuu inayohitajika katika shamba 10,000, 30,000, apelekewa mikarafuu, ambapo akachukua mikarafuu, nenda kwa sheha ukachukua mikarafuu 20, wengine huiacha ile mikarafuu, hawaitaki. Kwa vile wizara ijipange kuhusu hali halisi ya masuala haya ya kilimo ambacho ni cha asili na kilimo ambacho kinawanyanyua watu kimaisha. Ukilinganisha watu waliopo katika nchi yetu ni maskini, na umaskini wao unakwenda katika hali ya unyonge sana, kufika pahali wacha milo miwili au mitatu, mlo mmoja mtu haupati. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakuja katika masuala haya ya kilimo, ingawa Mheshimiwa Waziri kafika katika maeneo yangu ya Tumbe, Kinowe, Wapape, Tumbe kwa Chakasa, Tumbe Bwaleni, Tumbe Saninga, Chwaka, Bule, Chimba, kwa matatizo ya kilimo. Ukenda Wapape kuna kilimo aina 3. Shamba hiyo hiyo anapanda matikiti, shamba hiyo hiyo mpunga, kunde. Sasa hivi ukiangalia sehemu za jimbo la Tumbe au Pemba kwa jumla, mipunga yote haifai, mpiga wekundu, mifupi, haiji juu. Hii ni kukosekana kwa wataalamu, hawapelekwi wataalamu, na wataalamu baina ya kushapatikana katika kwenda kusomea na mule ndani ya vijiji wachukuliwe wapelekwe wende wakasomee, badala ya kuwa waje wasomeshwe. Sasa wasomeshe wao, lakini inakuwa kilimo cha fifia, hapapatikani chochote. Ukija kwenye muhogo ni hali kadhalika, ni hivyo hivyo. Ukija kwenye kunde, maana yake kilimo chote kinachopandwa katika kipindi hichi, kwa kukosa wataalamu, inafika pahali hali ni ngumu. Kwa vile waziri wa kilimo, utupe maneno ambayo, au unipe maneno ambayo yatanisababisha nsizuie kifungu ambacho kifungu yenyewe ni cha kuwa wewe upate pesa, lakini huku watu wahangaika, na nitazuia na nitakifungua baada ya kushanipa maneno ambayo ni mazuri. Hakuna matatizo yoyote, lakini kwanza nitakifunga P01, P02 zote nitafunga kwanza mpaka nihakikishe kwamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka vitendo, hatutaki maneno. Mimi nataka sasa hivi nipate vitendo vya kwamba sasa hivi tunataka kukwamua watu katika kilimo kwa vitendo. Ukija katika sehemu hii ya Kinowe, Wapape, anapokuja kaskazi lazima watumie maji. Wamechimba visima, wavuta kwa mikono. Ukitizama watu wanaolima katika shamba lile, watu 600 ziada, watu 600 wanaolima ziada, na wanalima kwa ajili ya kukwamua maisha wao na familia na watoto. 60% ni kilimo katika jimbo langu, lakini ukitizama kilimo chao hakiji juu, kwa dhiki ambazo ziko katika masuala ya utafiti ambao haufiki kwa wale walengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia katika sehemu hiyo ya Kinowe, lazima wapate kisima cha kisasa ambacho cha umwagiliaji maji. Vilimo vyao lazima viende namna hiyo, na ukitizama katika shamba yao hiyo wanaolima,
kuna waziri wa buluu naye kanjitia katikati, kwa sababu waziri wa buluu bahari yake hajaizuia isiingie ndani ya shamba za watu, na nilikwenda nikamuonyesha, akasema haya masuala insha Allah tutayatengeneza. Sasa kazi kubwa ni kwamba haya mambo yameingiliana, wa kilimo, wa buluu, wa nani, wote yanaingiliana. Waje waondoshe mambo yao ili watu wapate waendeshe maisha yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, masuala hayo kuna sehemu za Shumba Vyamboni, Mgeni Nje, Mihogoni, Kikunguni Gerei, masuala yote hayo ya pahali pamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, walianzisha kule mabwawa ya maji. Sasa hivi hawapiti tena kwenye ile masuala ya mabwawa ya maji. Kwa hiyo wanakuja tu hivi mara moja wakajionyesha, halafu yake hao huwaoni tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepewa salamu za wanyama kutoka msitu wa Ngezi. Hizi salamu alitoka mnyama mmoja katika sehemu ya Jonzani, akaenda kutembea kule, akawaambia mimi leo narudi kwa sababu nyinyi hapa hamna flyover. Kwa maana hiyo Jonzani kuna flyover, lakini Ngezi hakuna flyover. Kwa vile nimepewa salamu na wanyama wa Ngezi, na wao wataka flyover. Na itajibikia flyover hiyo mpaka wachukuliwe wawili hapa wapelekwe kule, ili kwenda kuwaonyesha kwamba inavyofanywa ni hivi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, umevamiwa msitu wa Ngezi, ni wawekezaji. Sijui wizara inayo taarifa, kwa vile msitu wa Ngezi sasa hivi unavamiwa sana, na kuvamiwa kwake ni kukosa maslahi ya taifa, kwa sababu ule msitu si wa mtu, ule msitu ni wa watu, ule msitu wa serikali. Leo wanakuja wawekezaji wanajenga mahoteli yao ndani ya msitu. Sasa sijui waziri atatuambia vipi katika masuala haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika msitu huu kuna baadhi ya ndege washakimbia, kama chozi ule wa bluu yule sasa hivi amepotea, na ile ilikuwa ni burdani yule, ukimwona wewe mwenyewe una raha, kashapotea ndege yule. Halafu yake popo baina ya kukaa kwenye msitu, sasa hivi wanakaa katika sehemu za majumba. Kama ukifika Tumbe kuna mbuyu popo maarufu, huo mbuyu popo sasa hivi ndipo wanapokimbilia, kwa sababu anayekuja yote kutaka kuwapiga, basi watu wa kijiji pale wanagomba sana kwa vile hawapati, lakini wakiwa huko kwenye msitu wao wanapata mashaka sana. Kwa hiyo watu wa wizara, watu wa idara waelewe kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanatokezea lazima yadhibitiwe katika kulindwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, msitu huo wamenituma tena wanyama kwamba gari zinapopita hawana matuta, hakuna matuta, watiliwe matuta kama wanavyotiliwa Jonzani. Kwa vile Mheshimiwa, mimi salamu nishazipeleka, kashazisikia mhusika mkuu, lakini mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna shamba za serikali, lakini ninayoijua ndio nitakayoizungumza, shamba ya Makuwe. Hii shamba ya Makuwe ni shamba, ikiwa ilikuwa ukipata shilingi 10,000, halafu yake utapata 8, halafu yake utapata 5 kila ukikaa ile shamba, kutokana kwamba lile shamba inaudhibiti sasa hivi, sijui ni idara gani au ni wizara gani, lakini halishughulikiwi, na kusababisha sasa hivi linapoteza ile dira yake iliyokuwa nayo hapo nyuma, na sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi wao kazi yao ni kukodisha na kuchukua pesa tu, hawaulizi jengine katika shamba hili. Kwa vile Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima atakapokuja hapa waziri atujibu maneno
ambayo yatakuwa yanakwenda katika malengo mamoja na masuala ambayo twayazungumzia. Sina lengo la kuzuia fungu, lakini nina lengo la utendaji ambapo wasiwe wasema tu, wafanye kama wanavyofanya wawenzi wao. Sasa hivi washaanza wengine kufanya. Asante sana Mheshimiwa.